Basi wapendwa, nashukuru Mungu kwa wakati huu. Hii ni Krismasi tumefika, mwaka wa 2025. Kwa hivyo natakia nyinyi wote wale wasikilizaji wangu ambao tumekuwa pamoja nao TikTok, kutoka nchi sehemu mbalimbali katika ulimwengu huu, watu kutoka majuu Amerika, kutoka hata Saudi Arabia, kutoka Australia, kutoka South Africa, dunia mzima. Kwa wale ambao huwa wananisikiliza, nawatakia Christmas nzuri. Hii Christmas ni tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ingawa sasa hivi tunapongamisha kwamba Yesu hakuzaliwa katika mwezi wa 12 tarehe 25. Sio hiyo sana tunahitaji, tunakumbuka siku kuu ambaye mkombozi wetu Yesu Kristo alizaliwa na sisi tukapata ukombozi. Kama vile maandiko yanasema kwamba Mungu alipenda ulimwengu akatoa mwana wake wa pekee ili kila mtu aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo mpendwa, tunafurahi kwa sababu tunakumbuka, ni mkumbusho ambaye tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na hiyo ni ya dhamana sana. Hii ni siku kuu sana katika mwezi huu wa 12. Kwa hivyo wapendwa, nawatakia hakika Christmas njema na hata Happy New Year. Lakini kabla sijaondoka, wacha tuniseme tu maandiko katika Injili ya Mathayo 2 aya yake ni ya kwanza. Anaongea juu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo it's a long story, lakini nitaweka tu shortly kwa sababu ya matakika. Basi inasema katika Mathayo 2 aya yake ni ya kwanza, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the kings, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Hapo sasa inatuonyesha kwamba Yesu alizaliwa katika Bethlehem chini wa uongozi wa mfalme ambaye alikuwa anaitwa Herodi. Kwa hivyo ukisoma aya yake ya pili nasema kwamba yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki na tumekuja kumshuhudia. Basi mfalme Herodi aliposikia hayo alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Kwa hivyo Herodi aliposikia kwamba Yesu Kristo anazaliwa, maana yeye alikuwa mpata ufunuo kwamba yeye atakuja kwa mfalme, maandiko nasema kwamba alifadhaika sana, yani alianza kustuka kwa sababu mfalme ambaye atakuja kutolewa kuwa kafara, atakuja kusulubishwa, na kwa kusulubishwa kwake ukombozi ikatokea kwa watu. Yesu ndiye kondoo, kama vile ilitabiriwa. Yesu ni kondoo ambaye atatolewa kafara yake, sisi tukapata ukombozi. Kama vile watu zamani walikuwa natoa kafara ya kondoo na ng'ombe na kuchinjwa kwa kumweka kwa damu ya hizo ng'ombe, wanadamu angeweza tu dhambi zao kufunikwa, si kuokolewa. Kuokolewa na kufunikwa dhambi ni tofauti. Yesu alikuja tukapata ukombozi kamili, lakini damu ya mbuzi na kondoo silimwakwa kufunika dhambi, kama vile maandiko inavyosema katika Waebrania ya kwamba damu ya mbuzi, damu ya kondoo, damu ya ng'ombe haiondoi dhambi tena. Damu ya mwana wa Mungu huyu ambaye amesaliwa ndiye atakaye tukomboa sisi katika ulimwengu huu ya dhambi. Maana yule ambaye atakaamini kusema kwamba Kristo ni Bwana, kukiri kwa kinywa chake na kuamini ndani ya moyo wake, yeye ameokolewa. Kupitia kwa damu ya Yesu Kristo tumepata ukombozi, wapendwa. Kwa hivyo tunasherehekea kwa sababu mkombozi amesaliwa, ambaye ni Yesu Kristo, ambaye atakomboa ulimwengu mzima. Kwa yule ambaye atakaamini ya kwamba Kristo tu ni Bwana, atapata ukombozi. Yesu Kristo hakukuja tu kwa Israeli peke yake kama vile watu wanavyosema. That's a wrong message.
Yesu alikuja kama vile maandiko yanasema kwamba Mungu alipenda ulimwengu mzima, si kwa Israeli peke yao. Tukapata ukombozi. Mimi nilipata ukombozi kupitia kwa damu ya huyu Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Najifunia sana, si kukula tu. Christmas si kukula, sio chapati, sio soda, sio mafasi. Christmas ni kusherekea na kufurahia hakika mkombozi ambaye ni Yesu Kristo mwana Mungu. Kwa hivyo Mungu awabariki sana watu kutoka majuu. Mungu pamoja na nyinyi kwa hii Krismasi. Nawatekea Christmas njema na happy new year. Thank you very much.